Ujambo mpenzi mtazamaji, na tumai kwamba usalama salimini buheri wa afya popote pale ulipo. Naitwa Biwott Kimayo, na tumia fursa hii leo hii kuwapongeza mbali na kuwashirikisha katika kikundi chetu cha Swahili Kimataifa, haswa wanafunzi wetu wa shule ya upili na wale wa msingi ambao wanapenda sana kujifunza lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili ni lugha ya Kibantu. Labda tu niweke msingi fulani, ni lugha ambayo inahusiana na Wabantu katika asilimia 60, asilimia 30 Kiarabu na asilimia 10 ni lugha nyingine ambazo zimekobwa kama vile Kijerumani, Kihindi, Kiingereza na kadhalika na kadhalika. Ilifanyika wakati ambapo labda maneno yangepatikana katika Kihindi ama Kiswahili ama Kiingereza na maneno yale hayangekuwa katika lugha ya Kiswahili, yangekopwa. Inaitwa utohozi wa lugha. So hata hivyo, mpenzi mtazamaji, ningependa kuwapongeza. Karibieni katika peji ya Swahili Kimataifa. Kama unayo chochote ambacho unaweza sema kuhusu lugha hii ya Kiswahili, unayo nafasi ya kushiriki pamoja nasi, na tutaenda mbali sana kufundisha wanafunzi wetu lugha ya Kiswahili, namna ya kutamka ngeli za Kiswahili na vile vingine ambavyo vipo katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa, ningependa kufundisha leo hii kuhusu historia hii ya lugha ya Kiswahili, na pia kufundisha sarufi ya lugha ya Kiswahili, kwa sababu sarufi ya lugha ya Kiswahili inategemea ngeli, na kuna ngeli ya kwanza ambayo ilitumia uchunguzi wa kimofolojia, na ya kisasa ni uchunguzi wa kisayansi au taaluma ya uchunguzi wa kisayansi ambayo inatumia umbo maana, kwamba unatumia viambishi vya vifungu tenzi kuainisha ngeli katika lugha hii ya Kiswahili. Na kimofolojia ni ule muundo wa kwanza ambao walikuwa wakitumia uchunguzi wa kuona maumbo ya maneno ya Kiswahili yalivyo katika umoja na katika wingi. Kwa mfano ji na ma. Sasa jiwe, mawe, katika ule mtazamo ulikuwa ukitumia ji katika umoja na ma katika wingi. Siku hizi tunatumia